Mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara, JKT Tanzania dhidi ya Mbeya City hapa kwenye uwanja huu wa Meja Jenerali Isamuhyo hapa Mbweni, Dar es Salaam. JKT Tanzania wanakwenda kusalimiwa na wageni wao Mbeya City. Hicho ndio kikosi chao ambapo mwalimu Ahmad Ali amefunga booster, unaweza kusema waamuzi ndio hao, Nasoro Mwinchui, hali kadhalika Martin Mwaliaje kutoka Tabora na umri mkubwa. Sasa ni Mbeya City hao, kama kawaida kule mbele amefunga booster yuko David Ambokile, mabao matatu, assist moja, michezo 20. Karibu sana dakika 45 ligi kuu ya NBC msimu 2025-26. Ananyunyiza tena huku. Haya, anapita nayo Saleh Karabaka katari kwa gonga kichwa kule, nyaka uzuri kabisa kule Hashim Musa. Popita Kasunda, Pita anayeweka ndani nafasi kule, lakini mpira namba kuna mtu wa JKT Tanzania anainyanyua juu kugonga kichwa kule, na Popita Kasunda kwenda nje kwa ni goal kick. Anaona kuna janja hapa kupoteza wakati, hiyo hapo alikwenda kuiparaza ile na vipimo vikawa vimekataa, ni goal kick hiyo hapo. Yahaya Mbegu pambana nayo kweli. Yahaya Mbegu ambia hiyo hapo katika alikwenda kakita. Yahaya Mbegu upande huku sasa, upande ambao yupo Saleh Karabaka na Mbegu. Karabaka anapita nayo kule, ni Mohamed Bakari, piga kule kata boka nguzo kule, anarejesha namna gani kule, namna gani Hassan Kapalata. Yule ni Mohamed Bakari, awali ndiye ambaye tandika, huyo hapo Mohamed Bakari katandika nguzo ile, lakini hiyo hapo Mohamed Bakari alitandika ile, mpira ulijaa mguuni. Ndemla jaribu kupiga counter attack moja matata, na kilikatokeza kule, kajiongeza kule Hashim Musa, na miongoni mwa walinzi bidi ya makini sana. Anaamua kunyanyua mali juu huku. Haya, nafasi Popita Kasunda, foul. Popita Kasunda, idhani kama atanusurika kwa kadi yeyote mlinda mlango Hashim Musa, na kadi nyekundu ndiyo kadi nyekundu. Yeye ndiye alikuwa mtu wa mwisho, Hashim Musa. Hiyo hapo ndivyo ilivyokuwa. Pemba Kingu aliupimia vibaya, akapita Saleh Karabaka na alikuwa ni mtu wa mwisho mlinda mlango Hashim Musa, ilikuwa kuna namna. Hiyo hapo Popita Kasunda alikuwa anakwenda kuandika pengine bao lake la 6. Hiyo hapo Popita Kasunda. Pemba Kingu alipotea maboya, na kadi nyekundu inakwenda kwa Hashim Musa na Sudi Dondola. Huyo hapo anafanya warm up. Na huu utakuwa ni mchezo wake wa kwanza, naambia wataangalia kwenye TV, kwenye Azam TV. Haya, sasa ni mlinda mlango Sudi Dondola. Saidi Ndemla anagonga ukuta kule, inakwenda cheza vizuri kabisa kule, inajaa kambani. Mwamuzi amesema ni madhambi yamefanyika. Sudi Dondola, ukuta uligongwa ule, akaucheza Sudi Dondola, lakini mguu wake ukaurejesha kwenye kamba. Hiyo hapo aliucheza wakati kunyanyua mguu anaiweka tena huku, nzuri kwa kulandana, akataa kule. Hiyo hapo Hassan Dilunga alichekecha ile, akamwekea Abdalla kulandana, katandika ile, ni goal kick. Dakika 45 zimekamilika
Mwamuzi Nasoro Mwinchui kutoka Tanga anasema dakika 45 zimetosha kabisa. Ni dakika nyingine 45 za lala salama. Karibu sana uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Tambaliza kinrejesho tena nyuma kwenda kupitia kuna namna gani, cheza vizuri kabisa kule Dondola. Haya, Amadi maji mengi kwenda kule. Si katika kikosi hiki cha Mbeya City inawekwa ndani, nafasi kule, nafasi adhimu namna gani. Anuari Kilemile Bajana anapita naye kule, Mohamed Beka akiniambia kuna ambia weka pale, mtu aliunawa. Mudi Beka, hiyo hapo. Saidi Ndemla anaizungusha ndani, nafasi kule, gonga kichwa, amejaa kapani. Maamuzi anaita kati, anaita kati. Pasco Manyama, Pasco Manyama, aga Pasco Manyama, defender anamwacha mdomo wazi Sudi Dondola, akiambiwa karibu NBC. Wakiwa hoi nyota wa Mbeya City. Tizama free kick ambayo alikwenda kuimalizia ile Pasco Manyama, wakidhani pengine ilikuwa ni offside, lakini vipimo vikawa vimekataa kwamba ni onside. Pasco Manyama akiweka kwenye kamba hiyo hapo, free header, akimalizia tu, akiwapa utangulizi JKT Tanzania, wakitembea namna hiyo kama wanyama kweli kwa msimu huu. Haya, anapita kule Bakari Mfaume, Bakari Mfaume anatambaliza nzuri kwenye nafasi nyingine kwa JKT Tanzania, kwa ndani kule, nafasi nyingine kwenda kule ni Sudi Dondola. Wamenusurika. Haya, Ambo kile alijaribu kuendesha gari ile, Hassan Twalib Wahab kaambiwa ni fauka, anainyanyua juu kule, lakini kwenda kupita nayo nafasi nyingine ni foul. Anapita naye kule Najim Maguru anaiweka nafasi kwa Najim Maguru kwenda kuimimina ndani ile, lakini akashindwa. Hiyo hapo Najim Maguru, hiyo hapo kile akashindwa kuitendea haki Jafari Maneno. Anuari Kilemile anaweka vipasi nafasi huku, lakini cheza vizuri huku, bado haijaondoka kule, nafasi nyingine tena kule Bakari Mfaume, piga shuti kule, lakini tizama, Anuari Kilemile aliweka ndani, wachezaji wa Mbeya City wakijichanganya, akasetiwa tena kule, Bakari Mfaume katandika ile, anasema kibuyu kile. Hiyo hapo Baraka mara nyingi alijaribu kuchumpa ile, lakini kakataa, akakutana naye ile Karimu Mfaume katandika. Naam, dakika 90 zimekamilika. Nasoro Mwinchui kutoka Tanga anasema inatosha sasa, lakini hizi ni takwimu za full time, kwa maana ya mashuti ambayo amelenga lango ni 3-0, iliko mpira ni 52-48. Hizo ni takwimu za full time katika mchezo huu JKT Tanzania dhidi ya Mbeya City. Dakika 90, JKT Tanzania 1 Mbeya City 0. Mimi ni Juma Kinanguka, asante sana.